إذن توحيد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك نكمبكيش الله تبارك وتعالى katika majina na sifa, kwa maana kuamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala anayo majina yaliyokuwa mazuri kama alivyosema walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, na Allah tabaraka wa taala anayo majina yaliyokuwa mazuri, basi muombeeni kwa majina hayo. Kwa yatakikana Muislamu awe ni mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika majina yake, kuamini ya kwamba Allah anayo majina yaliyokuwa mazuri, wasifatil ula, kadhalika na kumpwekesha Allah katika sifa zake, kuamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala anazo sifa za utukufu ambazo ni sifatul kamal, sifa za ukamilifu. Sifa za Allah tabaraka wa taala zote ni sifatu al-kamal, ni sifa za ukamilifu. Kwa hiyo inatakikana kumpwekesha Allah tabaraka wa taala fi asma'ihi wa sifatihi, katika majina yake na sifa zake, kama alivyojisifia yeye Allah tabaraka wa taala sifa zake katika maneno yake ndani ya Qur'ani, kadhalika kama vile alivyomsifia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake. Basi na wewe Muislamu unapasa na inatakikana uweze kumsifia Allah tabaraka wa taala kwa sifa hizo kama ilivyokuja katika kitabu na sunna, min ghairi tahrifin, pasina kupindisha chochote katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Vile zilivyotajwa ndani ya Qur'ani, na wewe uzitaje hivyo hivyo na uzithibitishe hivyo hivyo kumthibitishia Allah jalla fi ula. Kadhalika vile zilivyotajwa katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe uzitaje hivyo hivyo, kadhalika uzithibitishe kumthibitishia Allah tabaraka wa taala bila kupindisha chochote, min ghairi tahrifin, bila kupindisha chochote, wala tamthili, wala bila kufananisha na chochote. Sifa za Allah tabaraka wa taala taliqu bijalalihi, zinafungamana na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, na hazifanani na chochote. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba hakuna kitu mfano wake Allah tabaraka wa taala. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu mfano wake Allah tabaraka wa taala. Allah hafanani na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, naye Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusikia, kadhalika ni mwenye kuona. Kwa hiyo thibitishe sifa hizi, sifa ya kusikia kwa Allah tabaraka wa taala kwamba Allah yuwasikia, kadhalika uthibitishe sifa ya kuona kwamba Allah tabaraka wa taala anaona, na uthibitishe sifa hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kufananisha na kitu chochote katika viumbe vyake, min ghairi tahrifin wala tamthili wala takyifi, wala bila kuainisha, bila kubainisha kaifia, namna ya sifa ya Allah ilivyo. Katika kuthibitisha sifa za Allah tabaraka wa taala, yatakikana uweze kujiepusha na jambo hili, jambo la tamthili au takyif, jambo la kuainisha, kubainisha kwamba sifa ya Allah tabaraka wa taala iko namna kadha. Mfano, sifa ya Allah tabaraka wa taala ameeleza katika maneno yake matukufu, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman amestawi juu ya arshi yake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah tabaraka wa taala amestawi juu ya arshi yake. Sifa ya istiwa'u, kustawi kwa Allah juu ya arshi yake, ni maalum, kunafahamika.
na unatakiwa ufahamu hivyo kwamba Allah amestawi juu ya arishi yake. Wal kayfu majhul, na namna Allah alivyostawi hakuna anayejua. Wal kayfu majhulun, kaifia yani namna Allah tabaraka wa taala alivyostawi, kwamba Allah amestawi vipi hakuna anayejua. Hilo anajua yeye Allah tabaraka wa taala. Wasualu anha bid'ah, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah taala, al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib, na kuamini sifa hii ya Allah tabaraka wa taala kwamba amestawi juu ya arishi yake ni wajib. Lakini kuuliza kwamba Allah amestawi vipi, jambo hilo halifai, ni bid'ah. Swali hilo litakuwa ni swali la kiuzushi. Haitakikani Muislamu kujiuliza swali kama hilo kwamba Allah kaifa istiwa'uhu, amestawi vipi. Haitakikani Muislamu kujiuliza maswali kama haya. Na nyinginezo katika sifa za Allah tabaraka wa taala, yatakikana kuzithibitisha sifa hizo, kumthibitishia Allah tabaraka wa taala kama alivyozithibitisha mwenyewe katika maneno yake, kadhalika na katika sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila ya kupindisha chochote wala kufananiza na sifa za viumbe vyake, wala kuainisha namna ya sifa ilivyo, wala ta'tili, kadhalika bila kukanusha chochote katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Haitakikani Muislamu kukanusha chochote katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala athbata li nafsihi, amethibitisha mwenyewe kwa nafsi yake ya kwamba ana mikono miwili, bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake Allah tabaraka wa taala miwili ni mikunjufu. Yunfiqu kaifa yasha, anatoa vile atakavyo. Kwa hivyo atakikana wewe Muislamu uthibitishe sifa hii ya mikono miwili, kwamba Allah tabaraka wa taala anayo mikono miwili hakikatan, mikono ya uhakika, ambayo mikono hiyo taliqu bijalalihi, inafungamana na utukufu wake na haifanani na mikono ya viumbe vyake. Yatakikana uamini hivyo bila kukanusha, na usikatae kwamba Allah hana mikono, bali unatakiwa uwe ni mwenye kuthibitisha sifa hii, kadhalika na nyinginezo katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya tauhidi kwa ufupi, kwamba ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala bima yakhtassu bihi, kwa yale anayohusika nayo, min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifati. Na ufafanuzi wake kwa ufupi ni kama hivyo tulivyoelezea, lakini leo hatukukusudia kuzungumzia babu sifati, hatukukusudia kuzungumzia milango inayoelezea sifa za Allah tabaraka wa taala. Huu ni mlango khasa, na biidhnillah utapangiwa siku yake kuja kuelezea na kutaja baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala, na namna inavyotakiwa Waislamu kuziitakidi na kuzithibitisha sifa hizo kwa Allah tabaraka wa taala. Na tutabainisha biidhnillah wale watu ambao wanaokanusha, wanaopinga sifa za Allah tabaraka wa taala na majina yake. Baada ya kufahamu maana ya tauhidi, tunaingia moja kwa moja katika kuelezea ahamiyatu tauhidi. Fa inna at-tauhida lahu ahamiyatun bimakan, tauhidi ina nafasi kubwa, tauhidi ina umuhimu uliokuwa mkubwa, wa fadhlun adhim, na ina fadhila. Tauhidi ina ubora uliokuwa mkubwa sana fil hayati albashariya, katika maisha haya tunayoishi sisi wanadamu, viumbe wa Allah tabaraka wa taala, ambayo Allah ametuumba
kwa lengo la kuja kusimamisha na kuimarisha hii tauhidi. Basi tufahamu ya kwamba tauhidi ina nafasi kubwa na ubora uliokuwa mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Na hapa katika muhadhara wetu sanadhkuru ba'dhan minha, tutataja baadhi tu ya masail ambayo yanayoonesha ahamiyatu tauhidi wa fadluhu, yanayoonesha umuhimu wa tauhidi na fadhila zake. Wa nasallallahu tabaraka wa taala at-tawfiqa was-sadada ala dhalika. Awalan, jambo la mwanzo katika mambo yanayojulisha ahamiyatu tauhidi, umuhimu wa tauhidi katika maisha yetu ya kila siku, anna at-tauhida sababun wa hikmatun li khalqi al-jinni wal-ins, ni kwamba tauhidi ndio sababu na ndio hikma ya Allah tabaraka wa taala kuwaumba majini na watu. Anna at-tauhida sababun wa hikmatun li khalqi al-jinni wal-insi, ni kwamba tauhidi ndio sababu na hikma ya Allah tabaraka wa taala kuwaumba majini na watu. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana litahqiqi at-tauhidi, ametuumba Allah tabaraka wa taala kwa lengo la kuimarisha tauhidi. Falhadafu min khalqi llahi tabaraka wa taala, lengo la Allah tabaraka wa taala la kuwaumba majini na watu huwa ibadatullahi tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amewaumba majini na wanadamu kwa lengo la kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala, kwa lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika lah, peke yake bila kumshirikisha. Hili ndio lengo la Allah tabaraka wa taala la kutuumba sisi wanadamu kadhalika na majini. Lengo lake na hikima kubwa tahqiqu at-tauhid, kuimarisha tauhidi, kwa maana kumwabudu Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika la, kama tulivyoona kwamba tauhidi ni ibada, ifradullahi taala bil ibada, kwamba ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala kwa ibada. Kwa hivyo sisi tumeumbwa na Allah tukaletwa hapa duniani lil ibada, kwa ajili ya ibada. Mambo mengine yamekuja tabaa, lakini lengo kubwa la Allah tabaraka wa taala kutuumba sisi waja wake wanadamu na majini ni kuhakikisha yuabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha. Wayadullu ala dhalika qawluhu taala, na yajulisha hilo kwamba hikma ya Allah tabaraka wa taala ya kuwaumba majini na watu ni ibada. Linajulisha hilo kauli ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katika surati adh-dhariyati aya ya 56. Allah tabaraka wa taala anasema, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu mimi. Kwa Allah tabaraka wa taala akabainisha katika aya hii hikma ya yeye kuwaumba viumbe, kuwaumba majini na watu, ya kwamba hakuwaumba kwa lengo lingine zaidi ya kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hii inaonesha nafasi na umuhimu wa tauhidi katika maisha yetu, kwamba sisi tumeumbwa na Allah tukaletwa hapa duniani kwa kazi gani? Kwa kazi ya tauhidi,
kusimamisha tauhidi, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee bila kumshirikisha. Waabudullaha wala tushriku bihi shay'a, na mwabudieni Allah tabaraka wa taala na wala msimshirikishe na chochote. Hili ndio lengo la Allah tabaraka wa taala na hikma ya kutuumba sisi waja wake wanadamu na majini. Hii ni jambo la kwanza katika mambo yanayoonyesha ahamiyatu at-tauhid, umuhimu wa tauhidi na utukufu wake, na kwamba jambo hili ni jambo ambalo Waislamu yatakikana kulitilia inaya, kulitilia manani katika maisha yao ya kila siku, kuhakikisha Muislamu ni mwenye kujipamba na tauhidi katika maisha yake ya kila siku, laila wa nahara, usiku na mchana, awe ni mwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha, akifahamu ya kwamba yeye ameumbwa kwa lengo hilo. Allah tabaraka wa taala amemuumba kwa lengo la kuimarisha na kusimamisha katika mgongo wa ardhi ibada, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala fi ibadatihi, katika ibada zake. Thaniyan, jambo la pili katika mambo yanayoonyesha ahamiyatu tauhid, wa annahu sababun liirsali ar-rusuli wa inzali al-kutubi wa huwa awwalu da'wati ar-rusul. Jambo la pili ni kwamba tauhidi huwa sababun liirsali ar-rusuli, ndio sababu ya Allah tabaraka wa taala kuwatuma mitume. Tauhidi hii ambayo tuielezea, yani kuhakikisha watu wanamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha, jambo hili ndio sababu kuu Allah tabaraka wa taala kuwatuma mitume wake. Wa inzali al-kutub, kadhalika ndio sababu ya Allah kushusha vitabu, al-kutubu al-munazzala, vitabu ambavyo Allah tabaraka wa taala amevishusha kabla ya Qur'ani, Taurati na Injili na Zaburi na vinginevyo. Vyote vimekuja kuimarisha tauhid, kutangaza ya kwamba anayepaswa kuabudiwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye anayepaswa kuabudiwa kwa haki bila kushirikishwa, mpaka ilivyokuja Qur'ani ambacho ndio kitabu cha mwisho na kikaja kufuta vitabu vyote vilivyotangulia, kikaja kuelezea yale yaliyopita na mengineyo katika yale ambayo walioyalingania mitume wa Allah tabaraka wa taala waliopita kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo katika mlango huu wa tauhidi kuanzia mtume wa mwanzo mpaka wa mwisho, jambo lao ni moja, ambalo ni kuhakikisha yuabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake bila kushirikishwa. Kwa hili ni jambo katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi, annahu sababun liirsali ar-rusuli wa inzali al-kutubi, na kwamba tauhidi ndio sababu ya kutumwa mitume, kadhalika na kuteremshwa vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa awwalu da'wati ar-rusuli, na tauhidi ndio dawa ya mwanzo kabisa ya mitume. Tauhidi ndio dawa ya kwanza kabisa wanayolingania kwayo mitume wa Allah tabaraka wa taala, kuanzia mtume wa kwanza mpaka mtume wa mwisho, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wote hawa mitume wa Allah, dawa yao, jambo la kwanza kabisa wanaolingania watu wao ni tauhidi.
kabla ya mambo mengine. Kabla ya kuwafundisha ibada nyinginezo, kwanza wanawafundisha tauhidi, kuonesha nafasi ya tauhidi katika maisha ya viumbe, nafasi ya tauhidi katika maisha ya wanadamu. Ba'atha Allahu ar-rusula wa anzala al-kutuba min ajli tahqiqi at-tauhid. Allah tabarak wa taala amewatuma mitume wake na akateremsha vitabu vyake kwa ajili ya kuimarisha na kusimamisha tauhidi, kuhakikisha anaabudiwa Allah tabarak wa taala peke yake bila kushirikishwa. Liqaulihi taala, kwa kauli ya Allah tabarak wa taala pale aliposema katika maneno yake matukufu katika surati an-Nahl aya ya 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghuta. Allah tabarak wa taala anasema, na kwa hakika tumepeleka, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma mjumbe. Kila umma, kila watu tumewapelekea mjumbe, na mjumbe huyo anapowafikia watu wake, jambo la kwanza kabisa analolitangaza na kuwalingania watu waweze kushikamana nalo, maneno ya mwanzo kabisa katika dawa ya mtume huyo, anasema maneno haya, ani'budullaha, ya kwamba muabudieni Allah peke yake, wajtanibu at-taghuta, na mjiepushe na ibada za kishirikina, mjiepushe na mataghut, mjiepushe na taghut, bimaana mjiepushe na ibada za kishirikina. Msimwabudie shaitani, msiabudie masanamu, msiabudie viumbe, mwabudieni Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha. Kwa aya hii inaonesha na iko wazi kabisa namna Allah tabaraka wa taala anavyoelezea kwamba kila umma wamepelekewa mtume, na mtume anapowafikia watu hao, jambo la mwanzo kabisa anawalingania tauhidi kabla ya mambo mengine. Ani'budullaha, muabudieni Allah, wajtanibu at-taghut. Ani'budullaha ala tahqiq at-tauhid, kuimarisha tauhidi, kusimamisha tauhidi katika nyoyo za watu. Wajtanibu at-taghut, at-tahdhiru min ash-shirk, ambayo hii ni kujiepusha na kuwatahadharisha watu kutokana na ushirikina, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kujiepusha na suala zima la kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa taala. Waqala taala, kadhalika Allah tabaraka wa taala asema, walaqad uhiya ilayka, kwa hakika umefunuliwa wewe mtume wahi, wa ila alladhina min qablika, na wale waliokuwa kabla yako katika mitume, ya kwamba la in ashrakta, kama utamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataharibika. La yahbatanna amaluka, lau kama utamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, matendo yako yatakuwa ni yenye kuharibika. Wala takunanna minal khasirin, na utakuwa miongoni mwa waliokula hasara. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwamba huu ni wahi amewapelekea mitume wote, kuanzia mtume wa mwanzo na mtume wa mwisho, ambaye ndo yuwaambiwa maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Aya hii inaonesha ahamiyatu tauhid,
umuhimu na nafasi ya tauhidi, na kwamba tauhidi ndiyo kinga na ndiyo sababu inayopelekea mtu kukubaliwa matendo yake, kama tutakavyoona katika mtiririko wa mazungumzo yetu. Na shirki ni sababu ya kuharibika mtu matendo yake, na hii mlango wa shirki utapangiwa siku yake kuja kuelezewa kama tunavyoelezea tauhidi. Pia tutapanga siku biidhnillah kuelezea maana ya shirki na madhara yake katika maisha ya kila siku, ili watu pia waweze kufahamu madhara ya ushirikina, kwa sababu watu wengi hawafahamu madhara ya shirki, bali hawafahamu nini maana ya shirki illa qalil, isipokuwa waliokuwa wachache katika Uislamu. Tukifanya tathmini, waliokuwa wengi hawafahamu maana ya shirki na madhara yake. Lidhalika utakuta wengi katika Uislamu yadkhuluna fi shirki wa hum la ya'lamun, wanaingia katika shirki ili hali hawajui. Wa na'udhu billahi min dhalik. Kadhalika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayoonyesha kwamba tauhidi ndio dawa ya kwanza ya mitume, ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman kuwalingania watu. Akamwambia, ewe Muadhi, nakutuma unakwenda Yaman, utawakuta huko watu katika ahlul kitabi. Akampa maelekezo ya kwamba unaenda Yaman, utawakuta huko watu wake katika ahlul kitabi. Basi jambo la kwanza kabisa utakalo walingania, jambo la kwanza ambalo natakiwa uwafundishe kabla ya mambo yote, inatakiwa uwafundishe wampwekeshe Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza kabisa ambalo natakiwa uwalinganie, ila an yuwahhid Allah taala, kwanza walinganie katika suala zima la kumpwekesha Allah. Wahimize waweze kuwa ni wenye kumpwekesha Allah, wajipambe na tauhidi, waimarishe tauhidi katika nyoyo zao, wawe ni wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha. Hadithi hii ameitoa al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuonesha kadhalika alivyomtuma Ali ibn Abi Talib hivyo hivyo maelekezo kama aliyompa Muadh ibn Jabal, kadhalika akamwelekeza Ali ibn Abi Talib na wengineo katika wale ambao aliokuwa akiwatuma Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufikisha da'wa, kwenda kuwafundisha watu. Jambo la mwanzo kabisa wanaloamrishwa kwamba mkifika huko, jambo la kwanza kuwafundisha watu wa huko, watakapokuwa wameingia katika Uislamu, hakikisheni watu wanampwekesha Allah kwanza kabla ya mambo yote. Mkiona watu wamejipamba na tauhidi, basi wafundisheni sala na mengineyo, kwa sababu mtu akiweza kuimarisha tauhidi katika moyo wake, tauhidi kaimarika ipasavyo katika moyo wake, hiyo inakuwa ni sababu ya yeye kusimamisha ibada ya sala. Ataisimamisha sala ipasavyo na ataswali sala 5 biawqatiha wa wajibatiha wa arkaniha wa sunaniha. Atasimamisha sala 5 vile inavyotakiwa. Lakini mtu ikiwa hajaimarisha tauhidi katika moyo wake, basi hatoweza kusimamisha ibada hizi, hatoweza kuimarisha ibada za sala ipasavyo, hatoweza kutoa zaka, hatoweza kufunga Ramadhani, kadhalika na ibada nyinginezo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa msingi wa tauhidi, na kukosa msingi wa tauhidi. Kwa hivyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa jambo la kwanza analowaamrisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum
kwamba wawafundishe waislamu ni kuhakikisha wanawafundisha tauhidi kabla ya mambo mengine yote. Hili ni jambo la pili katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi na fadhila zake, ya kwamba tauhidi ndio sababu ya kutumwa mitume, kadhalika na ndio dawa ya mwanzo wanaoifanya mitume wa Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoona aya hiyo ya surati an-Nahl, kadhalika na hadithi hii ambayo ameitoa al-Imam al-Bukhari na nyinginezo. Thalithan, jambo la tatu katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi, wa annahu haqqullahi ta'ala ala ibadihi, ni kwamba tauhidi ndiyo haki ya Allah kwa waja wake. Tauhidi ndiyo haki ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Haki ya Allah kwetu sisi wanadamu na majini ni kuhakikisha tunamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, peke yake bila kumshirikisha. Wayadullu ala dhalika hadithu Muadh ibn Jabal, na inajulisha hilo hadithi ya Muadh ambayo ni kisa cha Muadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kumwambia Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqu Allahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqu al-ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amuuliza Muadh bin Jabal katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam al-Bukhari, ewe Muadhi, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi, hivi wafahamu ni ipi haki ya Allah kwa waja wake? Wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, na ni ipi haki ya waja kwa Allah? Je, wafahamu hilo? Hivi wafahamu ni ipi haki ya Allah kwa waja wake na ni ipi haki ya waja kwa Mola wao? Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake ndio wajuzi zaidi, mimi sijui. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika kufafanua na kuelezea haki ya Allah kwetu sisi waja wake, akasema haqqullahi ala ibadihi, haki ya Allah kwa waja wake, yani haki ya Allah aliyoilazimisha kwa waja wake, an ya'buduhu, ni waja wa Allah kumwabudu yeye, an ya'buduhu, ni wao kumwabudu yeye Allah, yani waja wake ni wao kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala, wala yushriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe na chochote. Hii ndiyo haki ya Allah tabaraka wa taala kwetu sisi waja wake, an na'budahu, tumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika la, peke yake bila kumshirikisha. Hii ndio haki ya wajib ambayo Allah tabaraka wa taala ameiwajibisha kwetu sisi waja wake kuweza kuimarisha na kuisimamisha katika mgongo wa ardhi, kuhakikisha yuabudiwa Allah peke yake bila kushirikishwa. Kisha akasema Mtume alayhi salam, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja, haki yetu sisi kwa Allah tabaraka wa taala, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni kwamba Allah tabaraka wa taala
ametoa dhamana kwa waja wake ya kwamba si mwenye kumwadhibu yoyote asiyemshirikisha Allah na chochote. Hii ndio haki ya waja kwa Allah tabaraka wa taala. Alla yuadhiba ni kwamba Allah tabaraka wa taala si mwenye kumwadhibu man la yushriku bihi shay'a, yule asiyemshirikisha na chochote. Asiyemshirikisha na chochote Allah tabaraka wa taala, haki yake kwa Mola wake ni kwamba Mola wake asimwadhibu. Ni kwamba Mola wake asimwadhibu kwa kitendo cha yeye kujiepusha na shirki, kwa maana kwa kitendo cha yeye kushikamana na tauhidi, kwa kitendo cha yeye kuimarisha tauhidi katika moyo wake, katika maisha yake ya kila siku, kajipamba na tauhidi, basi mtu huyo amepewa ofa na Allah tabaraka wa taala alla yuadhibahu, ya kwamba hatomwadhibu. Allah tabaraka wa taala si mwenye kumwadhibu mja huyo. Kwa maana wanasema wanachuoni katika kuelezea hadithi hii, alla yuadhiba, asimwadhibu man la yushriku bihi shay'a, hii haina maana ya kukanusha kwamba mwenye kufanya, yani asiyefanya shirki moja kwa moja si mwenye kuadhibiwa ala al-itlaq, la, bali hapa wanasema wa innama hadha ma'al mashi'a, hii inakuwa pamoja na mashia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana mwenye kufa hali ya kuwa ameshikamana na tauhidi, hakumshirikisha Allah na chochote mpaka anakufa, ni mtu wa tauhidi, lakini ikawa mtu huyo kuna madhambi mengine kayafanya, ambayo ni duna shirki, ni madhambi yaliyo chini ya ushirikina. Je, unasemaje na hadithi hii? Maana yake mtu huyo hatoadhibiwa? Ndio maana ulama wanasema hii inakuwa ma'al mashia, pamoja na mashia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana insha Allahu adhabahu, akitaka Allah tamwadhibu mja huyo kwa madhambi yake aliyoyafanya mengine yasiyokuwa shirki. Wa inshaa afa anhu, na akitaka pia Allah atamsamehe na kumuingiza peponi. Na hata kama atamwadhibu, wa in adhabahu, na hata kama Allah tamwadhibu mja huyo ambaye alikuwa na tauhidi, amekufa ni mtu wa tauhidi, hakufanya ushirikina, lakini alikuwa na madhambi mengine. Kwa hivyo iwapo Allah tabaraka wa taala atataka kumwadhibu, fa innahu la yukhalladu fi nnari, mtu huyo hatobakishwa motoni milele, hatobaki motoni milele, ataadhibiwa motoni kwa kadiri ya madhambi yake, kisha atatolewa na ataingizwa peponi kwa fadhila ya tauhidi, kwa sababu ya tauhidi. Kwa ndo maana wanasema wanachuoni ya kwamba mwenye kufanya madhambi makubwa ambayo ni kinyume na ushirikina, fahuwa tahta mashiati llah, huyo anakuwa chini ya mashia ya Allah tabaraka wa taala, anakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa taala. Inshaa adhabahu, Allah akitaka tamwadhibu, wa inshaa afa anhu, na Allah akitaka atamsamehe. Hii ndio maana ya hadithi alla yuadhiba man la yushriku bihi shay'a. Kwa maana inawezekana akamwadhibu iwapo Allah atataka kumwadhibu kwa madhambi mengine, lakini hata kama atamwadhibu, maana ya hadithi hii hatobaki motoni milele. Kwa tupata kufahamu hapo madhara ya shirki, kwamba atakayekufa katika shirki maana yake hatopata msamaha wa Allah tabaraka wa taala.